Kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu wanaosubiri kunyongwa. Nakaa death row. Nimewekwa death row. Sasa mheshimiwa, ukiwa death row maana yake ni nini? Nataka nikusomee sheria maana ya kuwa death row. Kanuni ya 33 inazungumzia wale walioko death row. Walioko death row inasema hivi: notwithstanding anything contained in these regulations, a prisoner under sentence of death shall A, be confined apart from other prisoners and shall be under the constant supervision of 2 prison officers by day and by night. Ukikaa death row mheshimiwa, kama navyokaa mimi wakati sijahukumiwa kifo, angalau bado, pengine tutafika huko, lakini bado sheria inasema wanaokaa death row, wale waliohukumiwa kifo, wanatakiwa watenganishwe na wafungwa wengine. Wafungwa wengine wote. Mimi nimekaa death row tangu Ijumaa Kuu mpaka hapa tulipo. Na nikitoka kwenda kuonana na mawakili wangu au kwenda kuonana na ndugu zangu, nafuatana na askari wawili muda wote, kama inavyotakiwa kwa waliohukumiwa kifo. Kama walivyo ambao wako under constant surveillance. Sheria inasema by day and by night. Mimi sijahukumiwa kifo, lakini nakaa death row and I'm under constant surveillance by day and by night. Ukiwa death row mheshimiwa, kama ambavyo nimekuwa, ukiwa death row, pamoja na kuwa death row, bado una haki. Bado una haki kwa mujibu wa sheria hizi. Kwa mfano, nilizungumza habari ya haki ya kuabudu, sio? Haki ya kuabudu. A prisoner under sentence of death shall be permitted to receive visits by a minister of the religious denomination to which the prisoner belongs. Kwa hata wa death row wana haki ya kuabudu. Wote wanakataliwa, wote. Na mimi. Ukiwa death row, pamoja na kuwa umehukumiwa kifo, sheria inasema a prisoner under the sentence of death shall be allowed such amount of exercise as the commissioner may direct.
wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi. Kwenye chumba changu napokaa mheshimiwa, hapo death row. Death row imezungukiwa na ukuta hivi. Nyuma tu ya chumba ya selo nayokaa ni uwanja mkubwa wa mpira wa miguu, na wafungwa kila siku wanacheza mpira, wanatembea wanaotaka kutembea, wanakimbia wanaotaka kukimbia, wanafanya mazoezi wanaotaka kufanya mazoezi, isipokuwa walioko death row. Wa death row hawatoki nje ya death row. Hawana fursa ya mazoezi ambayo sheria imesema wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Sasa mimi siwezi kucheza mpira mheshimiwa, miguu yangu iko kama ilivyo, lakini huwa nafanya mazoezi ya kutembea. Na tangu nimekuwa death row, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, napumzika Jumamosi na Jumapili kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya Saba. Kwa hiyo napumzika mazoezi. Lakini from Monday to Friday natembea around hizo block 4 za death row. Ziko 4. Sasa hilo eneo nalotembelea mheshimiwa ni mifereji ya maji machafu. Ni mifereji ya kupitisha maji machafu. Na ni maeneo ambayo wafungwa wa death row wanafua nguo. Na wanapata wakitolewa asubuhi ndiko wanakopumzikia. Mimi inabidi ni negotiate kwenye mifereji hiyo. Huu mguu mmoja haufanyi kazi mheshimiwa. Asante watu wasiojulikana. Nafanya mazoezi, natembea kila siku, na siku zote nina hii fear kwamba hivi nikiteleza hapa itakuwaje? Kwa sababu mifereji ya maji machafu ni kwa ajili ya kupitishia maji machafu, sio kwa ajili ya mazoezi ya wafungwa. Maeneo ya mazoezi ni uwanja mkubwa ulioko nyuma ya death row. Lakini tangu nimeingia Ukonga siku ya Ijumaa Kuu mpaka hapa nilipo, sijaruhusiwa mimi na hajaruhusiwa mwingine yeyote aliyeko death row kwenda kufanya mazoezi. Na sheria inasema waruhusiwe. Sasa mheshimiwa, nimesema kwamba kanuni zinasema wafungwa walioko kwenye death row wasichanganywe na wafungwa wengine. Sheria ya magereza inasemaje? Prisons Act sura ya 58. Naomba uangalie kifungu cha 72 cha sheria hiyo mheshimiwa. Section 72 of the Prisons Act. A prisoner under the sentence of death shall be confined apart from other prisoners in a special cell or ward, and the treatment of the death penalty prisoner of the treatment of a prisoner under sentence of death shall be as may be prescribed. Na sheria inasema, sheria kuu ya magereza inasema sisi ambao sio death row inmates tusikae na watu wa death row. So it is in the act, it is in the regulations. Nimewaambia mawakili wangu for the past 68 days. They have tried. They have tried valiantly. They have failed. They have failed. Sasa mheshimiwa,
Mawakili wangu wameniambia, na kuja sasa kwenye mahakama, mawakili wangu wameniambia kwamba wameraise maswala haya mbele yako. Wameraise huu ukiukaji wa haki za mfungwa aliyeko mahabusu. They have drawn your attention to this unlawful treatment of a remand prisoner. Na wamenieleza jibu walilopewa ni kwamba mahakama haiingilii mambo ya magereza. Sasa mheshimiwa, huo msimamo kama ni wa kweli, kama ni kweli umesema hivyo mheshimiwa, huo msimamo uko nje ya misingi ya sheria ya nchi hii. Uko completely out of step with the law. Mheshimiwa, wewe ni justice visiting justice. Wewe ni wale wanaotembelea magereza. Kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu wanaosubiri kunyongwa. Nakaa death row. Nimewekwa death row. Sasa mheshimiwa, ukiwa death row maana yake ni nini? Nataka nikusomee sheria maana ya kuwa death row. Kanuni ya 33 inazungumzia wale walioko death row. Walioko death row inasema hivi: notwithstanding anything contained in these regulations, a prisoner under sentence of death shall A, be confined apart from other prisoners and shall be under the constant supervision of 2 prison officers by day and by night. Ukikaa death row